Mimi naitwa Israel Ilunde, mkurugenzi mtendaji wa YPC. Ofisi yetu iko Kibaha, mkoa wa Pwani. Tumekuja hapa Dodoma kwa ajili ya kufanya shughuli kubwa mbili. Shughuli ya kwanza, tunaendesha washa ya mashauriano baina ya asasi za vijana pamoja na wadau wa serikali kwa ajili ya kujadili masuala yanayohusiana na ajira pamoja na kazi zenye staha, ili tuandae hoja ya kupeleka kwenye washa ya pili ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kufanya ushawishi na utetezi ama uchechemuzi kwa wabunge pamoja na viongozi wakubwa wa ofisi ya waziri mkuu, ili kuzungumza mapendekezo yetu, nini kifanyike ili kuweza kuondoa tatizo la ajira pamoja na kuwapa vijana kazi zenye staha. Na tutakuwepo Dodoma kwa siku mbili, na kazi hii tunategemea itachukua nafasi kuwekwa kwenye kumbukumbu, ili mapendekezo ya aina hii tutegemea yafanywe kazi na serikali na pia kutetewa ndani ya bunge, ili vijana watoke kwenye hali ngumu walizo nazo. Tafiti tulizozifanya na uzoefu unaonyesha kwamba vijana wengi hawana ajira, na walio na ajira hawalipwi vizuri, na walio kazini wanafanyishwa kazi kwa masaa mengi kuliko kawaida, na vile vile tunajua ya kwamba wengi vijana hawajajiunga na vyama vya wafanyakazi na hawajajiunga na bima ya afya. Kwa hiyo maisha yao kazini bado ni hatari. Kwa hiyo tunadhani kwamba ni vizuri taifa lijadili na kuweka mwelekeo, na sisi tutatoa mapendekezo namna ya kuweka mwelekeo. Mimi nimesimama hapa kabla hatujampa dada Jen kuzungumza hoja ambayo iko mbele yetu. Niseme kidogo kuhusiana na YPC kwa kifupi tu. Sasa YPC ni asasi ya maendeleo ya vijana ambayo imeundwa tangu mwaka 2002 ikapata usajili mwaka 2003. Kwa hiyo ni miaka zaidi ya 15 tangu ifanye operation zake, na mara zote imefanya kazi kujenga uwezo wa vijana kwenye uchumi na kwenye siasa. Na nifafanue vizuri neno siasa kwa sababu kuna watu wengine wanaingiaga ukakasi. Tunataka kumaanisha maisha ya kiraia na maisha ya kiuchumi kwa maana ya ujasiriamali. Kwa hiyo mara zote tumeendesha mafunzo, tumefanya kuwahamasisha vijana kufanya shughuli za kujitolea, lakini pia katika kufanya mafunzo tumefanya mafunzo ya uongozi, mafunzo ya ushawishi na utetezi ama uchechemuzi, mafunzo ya mambo ya governance, mnasema mambo ya utawala, lakini pia tumefanya mafunzo jinsi ya kutandaa ndani ya nchi na hata nje ya nchi vijana wanapoendesha shughuli zao. Lakini kuhusiana na uchumi, tumefanya masuala ya elimu ya ujasiriamali kwa vijana na kuandaa baadhi ya vijana kuwa na uwezo wa kutoa ushauri wa kibiashara. Hivi tunavyoongea sasa, matokeo yetu, tuna watu katika sekta ya umma ama mambo ya uongozi ambao sasa ni viongozi. Wengine kama unavyoona ni wabunge, wengine ni madiwani, wengine ni wenyeviti wa serikali za mitaa, wengine ni wajumbe wa serikali za mitaa, wapo na ushahidi upo. Kuanzia wilayani Kibaha tunakoishi na tunakofanyia kazi na mikoa mingine ambako tumebahatika kufanya. Lakini kwa upande wa kazi za ujasiriamali tumeona kuna watu ambao wamemiliki biashara na wengine wameajiriwa na ofisi nzuri zaidi kuliko hata tunazitumikia. Sisi kwa hilo tunajisikia kama tuna mchango ambao tumetoa katika jamii. Na tulipofanya mambo ya uongozi, kama mtakumbuka, hatukufanya kwetu tu kama YPC, tulishirikiana pia na mashirika makubwa kama Frederick Ebert Foundation, ambapo sio tu kuwafundisha vijana labda wa wilaya moja, huko tunakutana na vijana kutoka kitaifa, wanatoka vyama mbalimbali, kwa sababu YPC moja ya sifa yake ama amali zake ni kufanya kazi bila kujali kuegemea chama kimoja. Kwa vyama vyote sisi ni marafiki zetu, na tunafurahi tukiona wabunge mlivyokuja mmechanganyika hivi, tunaona mnaendeleza umoja wa nchi. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunafanya kama YPC. Kwa hivi karibuni tumeanzisha mradi ambao ni wa kuwawezesha vijana kiuchumi, lakini pia kuwawezesha vijana kuleta ushawishi kwenye masuala ya sera ngazi ya kitaifa. Ndio maana shughuli zetu nyingi zinatuleta Dodoma. Hivi mnatuona leo, inawezekana tena kabla hatujamaliza mwaka mkatuona, na pengine nyinyi mtakuwa sehemu ya kuja kushiriki mambo ambayo tumeandaa kwa ajili ya kufanya Dodoma, kwa maana ya ushawishi wa kisera na kimaamuzi ngazi ya taifa. Wakati huo shughuli zetu zinaendelea mawilayani Kibaha, Kisarawe,
Mafia, kwa sababu kule Kibaha tunafanya mijadala ya kila mwezi kuhusiana na elimu ya uraia, lakini na masuala ya kiuchumi. Kisarawe tunatoa elimu ya uraia kuhusu mambo ya kupambana na rushwa. Kule Mafia pia tunafanya hivyo, ila tunatoa mafunzo kwa madiwani jinsi ya kuendesha na kuwakilisha wananchi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo kwa kifupi ndio YPC. Naomba shughuli zingine tukiziandaa tushirikiane na nyinyi, tufanye kazi kubwa zaidi katika jamii na pia katika viongozi ambao ni vijana. Kwa hiyo naomba sasa nitumie nafasi hii Mwenyekiti nimkaribishe Jane Mulungi, yeye aweze kusema hoja iliyoko mbele yetu, azungumzie masuala ya hali ya vijana katika ajira na katika masuala yanayohusiana na kazi zenye hadhi, alafu tutoe mapendekezo yetu. Hapa mbele yenu kuwasilisha ripoti fupi ambayo tulifanya hapa mjini Dodoma ndani ya siku 2 tukiongelea masuala ya ajira na kazi zenye staha. Ndugu mgeni rasmi, waheshimiwa wabunge, wawakilishi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu na mashirika ya kisasa asasi za kiraia, itifaki imezingatiwa. Nitasoma taarifa kama ilivyoandaliwa. Utangulizi. Sisi viongozi na wawakilishi wa asasi za kiraia za maendeleo ya vijana tumekutana hapa Dodoma kwa siku 2, tarehe 30 na 31 Oktoba mwaka 2018 kwa ajili ya kutafakari hali halisi ya ajira, kazi zenye staha kwa vijana, kwa kuchambua na kuzingatia utafiti wa awali uliofanywa na Youth Partnership Countrywide, Restless Development, Open Mind Tanzania na mchango wa mawazo kutoka Tanzania Youth Vision Association na Tanzania Youth Coalition juu ya hali ya ajira na kazi zenye staha. Na kwa kutambua kwamba ajira na kazi zenye staha ni muhimu kwa maisha ya kila Mtanzania, hasa kijana, ndugu mgeni rasmi, kwa kuzingatia ukweli kwamba miaka ya hivi karibuni ajira na kazi zenye staha zimetambuliwa kuwa ajenda mahususi kwa taifa, hususan kwa vijana ambao wanachangia 65% ya nguvu kazi ya taifa. Kwa kuzingatia kuwa Tanzania ilijiweka dira ya maendeleo ya taifa 2025 yenye matarajio ya kuiweka Tanzania kuwa nchi yenye hadhi ya kipato cha kati ifikapo 2025 na kwamba Watanzania wote watakuwa wanaishi maisha yenye staha. Na kwa kutambua kwamba mwongozo wa kazi zenye staha wa Shirika la Kazi Duniani, ambayo pamoja na mambo mengine umebainisha umuhimu wa watu hususan vijana kuwa na ajira ya kudumu na yenye kuzalisha kipato kwa haki, usalama mahali pa kazi na ulinzi wa kijamii kwa familia, matarajio makubwa ya maendeleo binafsi na ushirikiano wa kijamii, uhuru wa watu kuelezea matatizo yao, kuandaa na kushiriki katika maamuzi ambayo yanaathiri maisha yao na kupata fursa sawa na kuwatendea haki wanawake na wanaume wote. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kujiridhisha kwamba lengo namba 8 la malengo la maendeleo endelevu kama ambavyo limeridhiwa na mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 2016-2017 mpaka 2020-2021 linasisitiza kazi zenye staha na ukuzaji uchumi. Hivyo basi tumeamua kwa pamoja na kwa umoja wetu chini ya uratibu wa YPC kuwasilisha hoja zetu kwa waheshimiwa wabunge, hususan wabunge vijana na serikali, ili tuweze kuelezea umuhimu wa vikundi la vijana, hali halisi wanayokutana nayo kwenye muktadha wa ajira na kazi, na hatimaye kutoa mapendekezo kwa wabunge, serikali na wadau wengine. Umuhimu wa vijana. 35% ya idadi ya watu Tanzania ni vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35, ambao kwa pamoja hujenga 65% ya nguvu kazi ya taifa. Wakiwa ndio nguvu kazi ya taifa, vijana wamekuwa ndio injini ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii tangu nchi imepata uhuru mwaka 1961. Vijana wengi ni wabunifu, wenye maono na mawazo mapya. Duniani kote kijana wanaaminika kuwa ndio waleta mabadiliko na wenye kuweka taswira ya taifa na kutarajiwa kuishi maisha marefu, hivyo
hurithisha utajiri wa mali na rasilimali za nchi kwa vizazi vijavyo. Hali halisi. Kutokana na matokeo ya tafiti zilizofanywa na Open Mind Tanzania na kurithishwa na NBS, zinaonyesha kwamba idadi ya vijana 35% ya Watanzania wote ndio nguvu kazi ya taifa kwa takriban 65%, lakini kati ya hao 11.7% hawakuwa na ajira. Pamoja na vijana wengi kupambana kutafuta ajira, wanapambana na vikwazo vingi ikiwemo rushwa ya fedha na rushwa ya ngono. Ukosefu wa ajira umeonekana zaidi miongoni mwa vijana wa kike kwa 14.6% ukilinganisha na vijana wa kiume 8.9%, ambapo 82.3% ya vijana walioajiriwa inaonyesha kuwa wanafanya kazi katika mazingira magumu na hatarishi. Lakini hali hii ni mbaya zaidi kwa vijana waishio vijijini kwa 93.6%. Lakini pia tafiti nyingine zinaonyesha ya kuwa 1% kubwa ya vijana walioajiriwa hawana ajira rasmi zenye mikataba, hawajajiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii wala bima ya afya. Kutokana na vijana wengi kutokuwa na mikataba ya ajira, hali hii inapelekea kukosa fursa ya kujiunga na wanachama wa vyama vya wafanyakazi ikiwemo TUCTA, Chama cha Walimu Tanzania, MCT, TWICO, TUGHE na TEWUTA Zanzibar na kadhalika, ili kupata fursa ya kutetea maslahi yao ya ajira wapo kazini na baada ya kusitishwa kwa mikataba yao ya kazi. Hali hii imesababisha vijana walio wengi kufanya kazi zisizo na staha zenye kipato duni ili kukidhi mahitaji yao ya maisha, ili hali mioyo yao ikiachwa na makovu ya malalamiko na kutoridhika. Juhudi zilizofanywa na serikali na zilizopo na zilizofanyika pamoja na mchango wa wadau mbalimbali hususan asasi za maendeleo ya vijana, tunatambua juhudi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais mpendwa wa awamu ya 5 Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli katika kuchangia maendeleo ya vijana katika taifa letu. Tumejulishwa baadhi ya hatua dhahiri zilizochukuliwa na serikali kama zifuatazo. 1. Serikali imefanikiwa kuelekeza kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2018 kila halmashauri nchini kutenga 4% ya mapato kwa ajili ya mfuko wa maendeleo ya vijana. 2. Serikali iliunda sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007. Hivi sasa ofisi ya Waziri Mkuu, Bunge, Sera, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu ipo katika mapitio ya kuboresha sera hiyo ili iendane na hali halisi ya mazingira ya vijana na maendeleo ya nchi. 3. Serikali imewatambua vijana wasio na elimu rasmi wenye ujuzi na kuwafundisha kwa muda mfupi. Baada ya mafunzo wanapata vyeti vinavyoweza kuwapa fursa ya kupata ajira rasmi na kutambuliwa sehemu zao wanazofanya kazi. 4. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu imeandaa mwongozo wa wafanyakazi tarajali internship ili kuwajengea uzoefu na kuwasaidia vijana kuwa na uwezo wa kufanya kazi katika soko la ushindani hapa nchini. Pamoja na baadhi ya juhudi zilizoorodheshwa, bila shaka tunakubaliana hali halisi ya ajira na kazi zenye staha kwa vijana bado ni changamoto inayohitaji mchango wa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo, na kwa hiyo tunapenda kuleta mapendekezo yafuatayo. Tumependekeza mapendekezo katika makundi 4: kundi la serikali, kwa wabunge wetu wapendwa, kwa vyama vya wafanyakazi na kwa vijana na wazazi kwa ujumla. Kwa kundi la kwanza, kwa kundi la serikali, tumependekeza kwamba serikali kwa kushirikiana na asasi za kiraia azaki kutoa elimu kwa vijana na wadau kuhusiana na sheria ya kazi na mahusiano kazini pamoja na mwongozo wa ILO juu ya kazi zenye staha ili kuhakikisha lengo namba 8 la malengo endelevu ya dunia linatimia juu ya kazi zenye staha na ukuzaji uchumi.
Pili, kuundwa kwa chombo maalum cha utekelezaji na ufuatiliaji wa sheria ya ajira. Tatu, TAKUKURU kuongeza juhudi zaidi katika kufanya uchunguzi na kufuatilia masuala yanayoripotiwa na vijana kuhusiana na rushwa katika maeneo ya kazi, ikiwa ni pamoja na kuweka mazingira rafiki kwa vijana kuweza kutoa taarifa zinazohusiana na rushwa na kwa kushirikiana nao. Pendekezo hili kwa wabunge, tulikuwa na mapendekezo matatu. La kwanza ilikuwa ni kupendekeza mswada wa kujumuisha kwa somo maalum la kisheria ya kazi na mahusiano kazini, industrial relations, kwa taasisi za elimu. Pili, wabunge kwa kushirikiana na AZAKI hususan za vijana wafuatilia utolewaji na matumizi ya fedha za mfuko wa vijana ili zifikie malengo yake. Tatu, kuongeza bajeti kwa vijana ili kuweza kukuza ajira na kazi zenye staha nchini. Kwa vyama vya wafanyakazi, TUCTA kusimamia vyama vya wafanyakazi kwa ukaribu ili kuhakikisha vyama hivyo vinatatua matatizo ya wafanyakazi kwa wakati, hususan vijana. Kwa vijana, pendekezo kwa vijana na AZAKI kwa ujumla. Kama AZAKI tuna jukumu la kutoa elimu kwa vijana na waajiri juu ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi, mifuko ya hifadhi ya jamii na bima za afya kwa kufuata sheria za kazi na mahusiano kazini. Nahitimisha kwa kusema kwamba matokeo ya tafiti mbalimbali na tafiti ya awali iliyofanywa na YPC mwezi wa 8 mwaka 2018 imeonekana kuwa utekelezaji wa sheria na miongozo ya kazi zenye staha na uelewa wa vijana ni mdogo. Hivyo serikali, waajiri, vyama vya wafanyakazi, taasisi mbalimbali na asasi za kiraia nchini wana jukumu la kuelimisha umma na vijana kwa ujumla na kusimamia utekelezaji wa sheria na miongozo ya kazi zenye staha. Asante. Watu ambao tumehudhuria semina hii kuwa na mapendekezo, kwa sababu mtu wa serikali inawezekana haya mapendekezo pamoja na kuwepo, lakini haya mapendekezo kwamba watu wa AZAKI wakifanya hivyo watatusaidia sisi zaidi kwa hili na hili na hili. Hilo inawezekana. Au mtu wa serikali akisema wabunge akitusaidia 1 2 3, inawezekana sisi tukafanikiwa. Kwa hiyo haizuii mtu kama lazima uchangie wewe unakotoka. Kila mtu anakaribishwa kuchangia ili tuone namna gani vipi sasa tunaweza tukaboresha na kusaidia vijana wetu wapate ajira na kazi zenye staha. Ajira na kazi zenye staha. Kwa hiyo karibuni sana kwa mchango. Na wenzetu, kikubwa ambacho nataka nikiongeze kwenye hotuba hii, ripoti hii nzuri ambao wametuletea, sisi wametupa majukumu mengi kweli, alafu wenyewe wamejipa jukumu moja. Mimi nataka niwaongezee majukumu. Kwanza kwa upande wa TUCTA, Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi vyama vya wafanyakazi mimi nilikuwa nashiriki tangu niko kazini kabla sijawa mbunge. Vinayo changamoto kubwa ya msingi ya kwamba vyenyewe tu havijaimarika kiasi cha kuweza kusimamia wafanyakazi, na kwa bahati mbaya vinasimamia wafanyakazi wote kwa ujumla bila kujali makundi, kwamba kuna vulnerable group mimi nitaita ya vijana kazini. Kwa hiyo kikubwa nafikiri hizi AZAKI zikitusaidia kuvisimamisha vizuri vyama vya wafanyakazi huko viliko, kwanza viwe independent, lakini pili viweze kufocus, kuweka jicho la ziada kwenye issue ya vijana, inaweza kutusaidia sana kuboresha maendeleo ya vijana, tuweze kupata kazi zenye staha. Lakini kwa upande wa AZAKI kwa ujumla, mimi ningependa pia niwaongezee jukumu lingine ambalo wangetusaidia kweli kulifanya. Mimi sina uhakika kama vijana wana awareness ya umuhimu wao kwenye eneo la ajira. Kwa hiyo watusaidie pia semina zinazotupa sisi wao wapelekee vijana. Mimi wakati niko chuo
sikumbuki mara ngapi nimewahi kuletewa semina ya role yangu mimi kama mwanafunzi wa chuo kikuu kwenye ajira, na wengi wakitoka kule watakwambia mimi siwezi kuapply kwa sababu work experience wanataka iwe miaka mingapi na nini na nini. Tukienda kuprompt vijana kule wakajua role yao kwenye ajira, wao pia wanaweza wakasaidia kumove hata hiyo motion ya work experience isiwe miaka mingapi, kuongeza. Kuna baadhi ya course chuo kikuu hazina internship, mwanafunzi anasoma kwa kwanza mpaka wa 4 hajaenda internship, na hiyo pia inaweza kutusaidia. Kwa hiyo tukiwapa elimu itasaidia zaidi. Nakubaliana kabisa na majukumu yetu ya kusisitiza bungeni kusukuma vijana waweze kutiliwa mkazo zaidi kwenye ajira, kwa sababu katika vitu ambavyo vimesomwa na dada yangu pale, serikali so far mimi sijaona kitu ambacho moja kwa moja kinaonesha impact kwamba tumefanya. Vingi wametengeneza mpango, wametengeneza mwongozo, wamefanya nini, lakini we need to go far kuliko miongozo, na hiyo tuende mbali zaidi. Serikali seme kwa miongozo na mipango iliyotengeneza tuna impact kiasi gani. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nipokee kama walivyopokea wenzangu kwamba haya waliokuja kutukumbusha tutakwenda kuendelea kuyasimamia na kuyapigia kelele, kwa maana ya kuikumbusha serikali na kuiomba serikali ione umuhimu wa kutake responsibility juu ya masuala haya ambayo yameelezwa. Lakini mimi nina ushauri mmoja mkubwa sana kwa hizi asasi zote za vijana. Kumekuwa na tatizo kubwa sasa hivi, na wenyewe wameeleza kwamba changamoto moja wapo, wanapotaka kwenda kuomba ajira vijana wanaombwa uzoefu. Ukienda sehemu unaambiwa experience, ukienda sehemu unaambiwa experience. Lakini hebu jaribuni kufanya tafiti kuona yako mashirika, ziko taasisi za serikali na hata idara, hata wakati mwingine kwa hizi ambazo sio za umma, zinahitaji watu wa kuwasaidia kazi, wa kujitolea, internship, ambao kama mnaweza mkaja na pendekezo sisi kwenda kuishauri serikali kwamba mtu akifanya internship ya miaka kadhaa ikawa ni added advantage ama ni sehemu ya experience, ili sisi iwe kama ni sehemu ya pendekezo. Naweza nikatolea mfano. Mimi ofisini kwangu kama mbunge wa jimbo ninahitaji afisa dawati ambaye labda anaweza kaa na mtaalamu wa masuala ya mambo ya vikundi, na nahitaji labda mtu ambaye anaweza akawa anajua masuala ya communication officer, mtu anaweza kufanya communication na mambo mengine. Kama mbunge nikipata watu 3 4 wakaja ofisini kwangu kuja kuniomba tunahitaji tufanye internship hapa ili tupate experience, siwezi kukataa. Kwanza tunisaidia kazi kubwa. Lakini je, wangapi wamewahi kunifuata? Watu wamemaliza shule, wamekaa mtaani. Na sio mimi tunatolea mfano tu. Maana wako wabunge wengi, tuko hapa wabunge wengi hapa. Ukiuliza hapa wana maafisa wangapi? Ni wale watu ambao tumepewa kwa mujibu wa sheria na kanuni zetu za bunge. Uwe na katibu wako kusaidia, kisha habari. Ukifika ofisini kwangu mimi utamkuta katibu wangu ambaye of course analipwa na ofisi ya bunge. Lakini kama kungekuwa kumetengenezwa taratibu wa hizi asasi, tukashauriana vizuri, tukatengeneza mpango wa kuishauri Wizara ya Elimu kwamba mtu akishakwenda kufanya internship kwenye taasisi fulani kwa muda fulani iwe ni sehemu ya experience. Tukubaliane hilo leo ili na nyinyi mlichukulie kama homework. Halmashauri unaweza kwenda halmashauri zingine wanalia ajira. Mimi nimesema hapa niko kwenye kamati ya TAMISEMI ya bunge. Tunazisimamia hizi halmashauri zote Tanzania. Tunafahamu uhaba wa watendaji wa vijiji. Huko vijijini mkienda unaweza kukuta kwenye halmashauri ina uhaba wa watendaji wa vijiji na uhaba wa watendaji wa kata. Kwa wakati huo labda serikali hataki kuajiri. Lakini kuna watu wana diploma, wana degree, wamekaa Dar es Salaam, wanazitaka hizo kazi, wanasubiri halmashauri itangaze ajira ndipo waende wakaombe. Kwa nini wao wasiende kwanza wakaiomba halmashauri, wakafanye sehemu ya internship ya kusaidia jamii, ili ikija ajira naamini wao watakuwa first to be considered. Sasa hili naomba liwe kama sehemu ya homework, sisi kama asasi za vijana tuzichukue. Kuna vacuum kubwa ya ajira, lakini mkienda mkakompete, of course watachukulia watu ambao wanaonekana na experience, wakati nyinyi kumbe mlikuwa na uwezo mwaka mmoja ule kaa nyumbani bila kazi, ukaenda kutumikia kule jamii ukapata ajira. Kwa hiyo mimi ilikuwa ni homework yangu kwenu, lakini in all yale mengine mliotushauri tunayachukua na tunaenda kuyasimamia, kuyafanyia kazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nianze kwa kumpongeza dada Janet kwa wasilisho zuri
na niwapongeze wote kwa kazi nzuri mliofanya ya uchambuzi mpaka kufikia hapa. Kwa kweli sisi kama wabunge vijana tunakutana na mengi sana. Sisi ni vijana, tunawapenda vijana wenzetu, lakini pia ndio watetezi wao. Ndio tunalilia vitu gani wapate. Lakini yapo masuala kadhaa ambayo yanawaangusha. Yaani kwa ujumla sisi vijana tunajiangusha sisi kama sisi. Serikali kama serikali ya Tanzania ukilinganisha na nchi nyingi, tuna opportunities nyingi ambazo tunapewa kama vijana wa Kitanzania. Nianze kwa kusema kwamba ni wajibu wetu sisi kama vijana wabunge wawakilishi wa vijana, lakini na asasi za vijana kuhakikisha kwamba swala hili linanyoka, kwa sababu ukiangalia kama ambavyo mheshimiwa amesema pale kwamba there's lack of awareness kabisa, na hiyo ni changamoto ambayo tunao sisi kama sisi vijana. Hatuna huka ya kutafuta taarifa, tunapenda tukae tuletewe taarifa. Sisi tunakuwa bungeni sawa, tutatetea kama ni 4% kwa vijana tutazitetea, lakini je, kule chini response wana respond vipi katika hilo swala? Hapo ndipo ambapo shida inakutokea. Mimi kwa mfano mzuri, mimi natokea mkoa wa Mwanza. Zipo wilaya ambazo unakwenda unakuta yani hakuna vikundi vya vijana vimeenda kuchukua hata zile 4%, hata tu kuomba kwamba wanyimwe, lakini wanawake wanajitokeza wengi. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo ni la sisi wote, tuwaelimishe, tuwaeleweshe kwamba unafanya hivi, unaenda halmashauri, hizo fedha zipo na huwa zinatolewa, ila hakuna vijana wachache ndio wanahamasika kwenda kuzifuatilia. Kwa hiyo ni wajibu wetu namba moja. Lakini vile vile tuhakikishe tunahamasisha vijana wa Kitanzania kuchangamkia fursa. Uzembe ni wa kwetu, vijio ni vya kwetu. Sisi mitandao ndio kila kitu. Of course mitandao sio mibaya, lakini utumie vizuri. Kama ni kibiashara, kama ni kwa kujinufaisha ni vizuri. Lakini ipo mifuko mbalimbali ya vijana ambao pia hatufuatilii. Kwa mfano hiyo ya Wizara ya Vijana, kuna mfuko pale ambao ni watu wachache sana wanafuatilia. Lakini zipo hata fedha ambazo zinatoka katika asasi za kimataifa kwa ajili ya maendeleo ya vijana, bado hatufuatilii. Fursa nyingi za kuibua vipaji kutoka kwa NGOs mbalimbali, lakini vile vile hata mabalozi mbalimbali, bado hatuchangamki fursa hizo. Kwa hiyo ni wakati wa vijana kusimama kama vijana wa taifa, wakijua kwamba wao ndio injini ya maendeleo, lakini wao ndio Tanzania ya kesho, wao ndio viongozi wa kesho, wao ndio wa kuijenga Tanzania imara. Vile vile kuna hata mikopo ambayo inaweza ikawa ni rahisi, lakini mingi inakuwa inachangamkiwa na nini? Na wanawake. Wanawake kwa kweli wanatuzidi kwa mengi, wakati sisi ndio tunaishi nao na ndio wanaotulea. Kwa hiyo vijana tuna wajibu wa kuchangamkia fursa. Tukiangalia katika economic activities, sisi kama wabunge wawakilishi wa vijana, lakini na asasi za vijana, tuna wajibu wa kuelewesha vijana kwamba katika activities fulani tunaweza tukafanya vizuri na tukajiwezesha sisi wenyewe kujiinua katika vipato vyetu. Kwa mfano kwa Tanzania tunafahamu kwamba backbone ya uchumi wetu ni kilimo, lakini vijana tunachukuliaje kilimo? Tunachukua kama vile ni kitu ambacho yani umekosa cha kufanya ndio uende ukalime. Wakati kwa wenzetu ukisikia kwamba mtu anakuambia mimi ni mkulima, basi ni mtu ambaye yupo powerful kiuchumi. Kwa hiyo tuna wajibu wa kufuta hiyo fikra mbaya. Na mara nyingi huwa napenda kutoa mfano. Ukiangalia katika vitabu vyetu vya kuanzia primary kuendelea, tumejenga azma mbaya ya mkulima kwa wananchi wetu. Utakuta wameandika pale, wamechora mwalimu kavaa vizuri, ameshika chaki, dokta kavaa vizuri, lakini wakimchora mkulima ameshika jembe, amevaa nguo imechanika. Why? We are killing ourselves. Kwa hiyo haya ni masuala ya address sisi kama watu ambao tumejitoa kuwatetea vijana. Lakini vile vile vijana tuna lack commitment. Hiyo ndio swala
kubwa ambalo linatusumbua. Tumekuwa tukiwalalamikaji kuliko wafuatiliaji. Utalalamika, serikali itatenda, itatekeleza, lakini bado unakuta haufuatilii zile fursa. Kwa hiyo sisi kama watetezi wao tuhakikishe kwamba tunapambana nao katika haya masuala, ili vijana kama vijana waweze kujitambua na hatimaye tutafika pale tunapotarajia kufika. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane na wabunge wenzangu kupongeza jitihada zinazofanywa na YPC katika uchambuzi wa mada hii iliyopo mbele yetu, ambayo ni muhimu sana na inatuhusu sisi wabunge pia wa vijana. Kitu cha kwanza ambacho mimi ningependa kujielekeza kwanza ni nianzie kwenye mapendekezo ya asasi hii YPC kwenda kwa wabunge. Pendekezo la kwanza ambalo linasema kwamba wanapendekeza kwamba kwamba wabunge tupendekeze mswada wa kujumuishwa kwa somo maalum la sheria ya kazi na mahusiano kazini (industrial relations) kwa taasisi za elimu. I think hapa kinachotakiwa sio mswada, kwa sababu utatengenezaje mswada? Yani mswada unaenda kutunga sheria. Mimi nadhani hii ni swala la curriculum. Yani ni swala kwamba yani ni Wizara ya Elimu kutoa mwongozo kwamba katika mafunzo yawekwe mafunzo ambayo yatatoa basics za sheria za ajira, tuseme. Kwa maana kwamba mwajiri ana wajibu gani na mwajiriwa ana wajibu gani. Na hata sheria hapa naona wameandika industrial relations. Nadhani hapa tungeweza kuconsider kusema kwamba employment and labor relations, kwa sababu hata sheria inayohusiana na masuala ya sheria za kazi inaitwa Employment and Labor Relations Act ya mwaka 2004. So we might need to consider kufanya maboresho kwenye mapendekezo hayo, kwa maana hata kama kweli sisi wabunge tunataka kupendekeza kwa serikali au kutengeneza mabadiliko kiasi kwamba vijana wanapokuwa shuleni waweze kupata mafunzo ya msingi kuhusiana na haki za mwajiriwa na wajibu wa mwajiri and vice versa, basi hautokuwa muswada. Kwa sababu muswada maana yake ni bill, yani unaenda kutunga sheria mpya. Kwa hiyo hatuwezi kutunga sheria mpya kwa ajili ya syllabus. Ni kitu ambacho yani kipo, yani utaratibu wake upo, nadhani tu ni kufanya, yani kushawishi serikali kwamba iweze kufanya maboresho katika curriculum, sio kwa Kiswahili tunasemaje, curriculum, mtaala, katika mitaala ya elimu, kwamba katika mitaala ya elimu basi kuweze kuwe kuna somo labda katika ngazi fulani ambayo litamsaidia mwanafunzi aweze kuelewa haki zake. Kwa mfano akija kuajiriwa, wajibu wake akija kuajiriwa, na vivyo hivyo wajibu wa mwajiri na haki za mwajiri na zenye zipo. Lakini tunakuja kwenye issue ya pili ambayo inazungumzia wabunge kushirikiana na azaki hususan za vijana wafuatilie utolewaji na matumizi ya fedha za mfuko wa vijana ili zifikie malengo. Kwenye swala zima la kutengwa kwa hizi fedha, tumeona hizi fedha zinapatikana kwenye maeneo mengi, lakini tuzungumzie hizi ambazo zinapatikana katika halmashauri, katika mfumo wa tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tuseme kwenye halmashauri kwenye bunge la budget tumepitisha marekebisho ya sheria. Bunge la budget mwaka huu 2018 tumepitisha marekebisho ya sheria ambayo tunazitaka, sheria inazitaka halmashauri zote Tanzania nzima ni lazima zitenge 10% ya mapato yake ya ndani,
4% kwa vijana, 4% kwa wanawake, 2% kwa walemavu. Kwa hiyo issue ya fedha tayari nadhani yani issue ya kisheria ya kuhakikisha huu mfuko upo, nadhani hili tumelitibu kwa kifungu cha sheria, kwa sababu mkurugenzi au halmashauri yoyote itakayokiuka kuzitenga hizi fedha, hii ni hoja ya ukaguzi. Yani pale mkaguzi mkuu wa serikali anapokuja kukagua mahesabu kunakuwa na hoja ya ukaguzi. Kwa hiyo hili swala nadhani kwa maana ya kutengwa kwa hizi fedha imepatiwa suluhu, kwa sababu huko mwanzoni kabla ya sheria hii halmashauri zilikuwa zikikutana na vipaumbele vingine, zile fedha ambazo zilikuwa zinabidi zitengwe na wapewe vijana na wanawake, unakuta halmashauri wanazichukua wanazitumia, wanaziingiza kwenye matumizi mengine ya kipaumbele chao. Kwa hiyo sasa hivi hizi fedha zipo. Sasa sisi inabidi tufanye nini? Issue hapa yani, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nimejitambulisha kwamba mimi nina asasi ambayo inaitwa Wezeshi Foundation, na yenyewe inahusiana na kuwezesha vijana na wanawake, na katika eneo ambayo tunalifanyia kazi ni eneo hili kuna gap kati ya mfuko huu wa vijana na wanawake na wanufaika, the beneficiaries, ambao ni vijana na wanawake. Yani kati ya mfuko na vijana kuna wanasema nini? Ombwe. Sasa ombwe hilo linakuwa vipi? Kijana unapomwambia kwamba nenda kwenye halmashauri kuna hizi fedha, yeye hana ile skills and knowledge, the technical know-how ya kujua yeye anaweza akafanya nini ili aweze kuzipata hizo fedha. Unamwambia kijana, kwanza hawajui. Kwanza kuna kijana anaweza tu akatoka akaenda kwenye halmashauri anadhani kwamba zile fedha zinatoka kwa mtu mmoja mmoja. Zile fedha hazitoki kwa mtu mmoja, zinatoka kwa makundi ya kijasiriamali ambayo yamesajiliwa katika halmashauri, yanatambulika. They don't know, youth don't know. Na hata ukimwambia kwamba sajili kikundi, hajui anaanzia wapi, kwa sababu not everyone is a lawyer. I'm sure hata hapa tunaweza tukaulizana kikundi kinaundwa vipi, wengine wakawa hawajui. Umeona? Kwa hiyo wanakuwa hajui kwamba zile fedha hazitoki kama startup, kwamba haujui hata unafanya shughuli gani, una shughuli ya ujasiriamali, you just walk into the office ukapewa zile fedha. Hawajui. Sasa kwenye serikali hamna budget ambayo imetengwa kwa ajili ya kuziba ombwe hilo. Hamna. That's where we come in. Kwamba wewe kama ni mwakilishi wa wananchi unaweza ukatenyie kama kwenye asasi za kiraia, hizi fedha zipo. Kwa hiyo hao walengwa au wanufaika wa mfuko huu wanachohitaji ni kujengewa uwezo ili waweze kujua wana access vipi hii fund. Kwamba bwana kijana, hii fund lazima you should cluster yourself into entrepreneurship groups ambazo zimesajiliwa katika halmashauri. Kama mmefanya tu nyewe wenyewe mtaani huko, watu wa halmashauri haijasajiliwa rasmi, inakukosesha sifa. Kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo sisi kama wananchi, kila mtu kwa nafasi yake, hasa sisi wawakilishi wa wananchi, lakini na nyie asasi za kiraia, capacity building kwa our beneficiaries ili waweze kuelewa how they can access the fund. Otherwise kutakuwa hamna tija. Fedha zipo but they don't know how to access it. Okay, kumalizia. Mheshimiwa Bubali alizungumzia swala zima la internship. Kwa hiyo katika kitu ambacho cha kwanza mimi nilivyoapishwa kuwa mbunge, yani kitu changu cha kwanza nilichofanya, nilipeleka ofisi ya bunge kusudio la kuwasilisha bungeni hoja binafsi kuhusiana na kuitaka serikali itunge sera ya mafunzo kwa vitendo kazini kwa wahitimu wa vyuo vya elimu ya juu pamoja na vyuo vya ufundi. Yani kuwepo na internship policy for higher learning institutions graduates and vocational training graduates as well. Na matokeo yake baada ya hapo, na hoja ilikuwa ni hii ya Mheshimiwa Bubali, matokeo yake serikali ilikuja kujibu bungeni ikasema kwamba
imepokea na ilikuwa inatunga sera hii ya kuwezesha vijana wawe na, nakumbuka Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ni naibu waziri kwenye ofisi ya waziri mkuu inayohusiana na masuala ya sera ni ndefu kidogo. Yes. Alijibu akasema kwamba na akafafanua kwamba inakuwa ukifanya yale mafunzo kuna cheti unachopewa ambacho kile cheti sasa kinakuqualify kwamba zile requirements za experience kwa namna moja au nyingine zinakuwa zimepungua. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama kuendelea kueleza kikao hichi kuhusiana na hili swala la internship. Zaidi ya hapo ni nakubaliana na kwamba swala zima la kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kutatua changamoto za ajira, lakini kutengeneza mazingira ya ajira au tuseme kazi zenye star ambayo ni sustainable development goal ya create decent work wanasema and economic growth. Kwa hiyo naunga mkono jitihada hizi kwa sababu ni very relevant, zinahusiana na ndani ni jitihada za dunia nzima. Kwa hiyo niseme kwamba nitashiriki kwa sababu I feel kwamba it's very relevant, na hata vitu mimi ambavyo ninafanya kama mbunge wa vijana, lakini hata asasi ambayo mimi natokea tunafanya hizi kazi. Kwa hiyo nitashirikiana na YPC. Ninawapongeza sana kwa kazi hii muhimu na ni nzuri sana kwa vijana wa Kitanzania, lakini for the whole globe as well. Yeah, asante. Niseme tu kwa kifupi, mimi naona upande wa serikali tumeombwa hapa kushirikiana na asasi za kiraia katika kutoa elimu kwa vijana. Sasa sisi tuseme tunalipokea, tutalifikisha, tutalifanyia kazi. Japo kuna effort mbalimbali zimefanyika na zinaendelea kufanyika, ikiwemo ule mpango wa kurasimisha ajira ambazo sio rasmi ili ziweze kuwa rasmi. Thereafter, sasa baada ya hapo elimu inapotolewa, yani watu wanaweza wakaelewa vizuri zaidi nini kinapaswa kuendelea. Lakini pia tuna hiyo swala la decent work, ni swala ambalo linazungumziwa almost katika kila nchi. Ni kitu ambacho kinaeleweka kabisa, ni swala muhimu, na kwa upande wa serikali kwa kweli kuna mambo kadhaa yamefanyika, ikiwemo mpango ule wa ile decent work country program tunayo, iko kwenye review process na inaelekea mwishoni. Nadhani mpaka kufika labda Februari au vipi itaweza kuwa iko tayari, ambayo inaainisha maeneo kulingana na nchi yetu. Kwa hiyo mimi kwa kusema hayo machache nasema tutachukua mapendekezo yaliyotolewa, tutayafikisha na tutapata mrejesho. Nashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najua hapa tuna discuss way forward ya kuimprove mazingira ya vijana kwenye ajira. Mimi naomba niombe hasa kwa serikali. Mheshimiwa Zana hapa ameelezea vizuri sana kwamba kuna gap kubwa kati ya vijana na mfuko. Na mimi niseme sisi vijana tunapenda kuona matokeo ya haraka. Sisi tuko kwenye mpango wa mkakati kutengeneza, sijui vijana hawapendi hivyo. Niombe tunao maafisa maendeleo ya vijana, na hawa watu wanaohusika na kusajili vikundi wapo. Mimi bahati mbaya nifanya kazi private sector, unakuwa multi purpose. Kama na ni ukweli kwamba tunavyo vikundi vingi ambavyo havijasajiliwa, na tunao vijana wengi ambao hawajui wata access vipi mikopo. Bado kuna jukumu kubwa kwetu sisi wabunge kumpush Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI atueleze hizi idara mbili how effective they are. Kweli wanafanya kazi yao waliotumwa kuifanya, au kazi yao wamekaa ofisini na kukata zile risiti, kikundi hiki kimesajiliwa. Wanaenda kweli kwenye field kuhakikisha kweli vikundi vinasajiliwa, wanatoa elimu. That is part and parcel of their job. Waende wakafanya hiyo kazi. Kwa sisi wabunge tupokee kwamba ni jukumu letu kuhoji if hawa watu kweli wanatimiza majukumu yao. Lakini pia upande wa serikali mtusaidie. It doesn't have always to come from us. Ina sound very harsh na mtu kama anasukuma kufanya kazi. Mtusaidie nyinyi mliopo kwenye serikali, uwe ni mkurugenzi,
creativity yako. Mimi nashukuru viongozi wengi wa sasa hivi wanajaribu kuwa wabunifu, japo wakati mwingine wanabuni vitu ambavyo hata havibuniki. Ingawa tumeona leo, niachane na hayo, lakini niseme wajaribu kuwa wabunifu. Wewe mkurugenzi wa halmashauri, kujaribu kuona unawezaje kuimprove utendaji kazi kwenye halmashauri yako, na utaimprove kwa kuhakikisha watu wakae ofisini kama tunavyojinadi kwamba hapa kazi tu, waende huko kwenye field wakatoe hiyo elimu, wakati sisi tunasubiri asasi za kiraia zitoe elimu, wakati tunasubiri wabunge wapeleke mswada au tubadilishe curriculum. Lakini meanwhile tunataka kuiona hiyo impact iko kwenye community. Mjadala wa 442 bungeni, 442 kwa maana ya vijana 4%, kina mama 4% na walemavu, mliona bungeni ilikuwa very hot, na sisi we had to lobby ili ule mjadala upite. Kwa hiyo wakati mwingine tulikuwa tunajiandaa upite vile, lakini we had to push hard. Kwa hiyo wakati mwingine hatutaki we can't talk everything, lakini nyinyi mtusaidie kuhakikisha kweli. To be honest, inatia hasira sana kusikia kwamba hela zipo alafu waliotakiwa pewe hizo hela hawapo. Kwa hiyo mtusaidie na sisi tutapush kwa upande wetu. Mwenyekiti, ningeweza kuongea sana lakini niishia hapo. Asante sana. Tulichogundua ni kwamba hizi fedha tunapopeleka, hizi 10% za mapato ya halmashauri, vijana wengi kwanza hawarejeshi hizi fedha. Hizi fedha ni revolving fund, natakiwa ziwe zinazunguka, wanaenda kukopeshwa vijana wengine. Lakini ukienda kitakwimu, bahati mbaya nimeacha ile takwimu, ukienda kitakwimu, fedha nyingi ambazo wamekopeshwa ndani ya halmashauri vijana ndio hawajarejesha. Akina mama percentage kubwa ya mikopo inayochukua akina mama wanarejesha, na mikopo inachukuliwa na walemavu inarudi, lakini fedha wanayochukua vijana hazirejeshwi. Kwa hiyo ukihesabu percentage wise tuna tatizo hilo lingine la changamoto pia. Kwa hiyo nafikiri Azaki zina kazi. Sisi kama wabunge kwa namna moja ama namna nyingine tunaweza tukasema kwamba tumepushi sana kuhakikisha kwamba hii 10% inatoka. Sasa kazi ya Azaki, mtusaidie kwenda kuelimisha vijana wenzetu kwamba mkishapata fedha, mkishafanya hiyo shughuli mnayotaka, rudisheni ili vijana wengine wao wanapata. Sasa wewe umechukua milioni 1, milioni 2, umeenda kukaa nayo. Kwa mfano, sisi kwenye msimamo wa kamati ya bunge ya TAMISEMI ni kwamba halmashauri yoyote inayokuja kwenye kamati ya bunge ya TAMISEMI kuja iombe kupitishiwa bajeti, haipitishwi bajeti mpaka watuambie mwaka uliopita walikopesha ile 10% yote walitoa kwa 100%. Na ndio msimamo wetu kwenye kamati. Na kamati na halmashauri nyingi zinatoa fedha, lakini problem wanakuambia hatuendi mbali kwa sababu fedha nyingine wakichukua wanaifanya kuwa ruzuku, kwamba sio revolving fund. Kwa hiyo hilo nenyewe ni kama homework, mtusaidie namna ya kwenda kulipush. Yeah. Mimi labda niseme tu kwamba Mheshimiwa Makamba, ile swala uliosema kwamba watendaji watoke waende field, mimi I don't agree with you katika swala hili kuhusiana na vijana. Why? Kuna sectors ambazo tutasema labda ni kilimo, maafisa elimu waende mashambani nini, lakini hapa wapo watendaji katika kila kata. Kwa hiyo sisi cha kufanya ambacho naweza nikashauri kwamba tuende tukapressurize halmashauri zetu kwamba taarifa hizi zishuke katika ngazi ya kata, na wale wa kata ndio wanaojua kila familia, wale ndio wasisi kuhakikisha kwamba wanakwenda kufikisha taarifa ili watu waweze kupata. Asante, ni hilo tu. YPC wametuweka hapa na wameandika vitu vingi sana ambavyo nafikiri ndo vinavyotuongoza, lakini kuna hoja moja ambayo natakiwa tujiulize, na nafikiri ni hoja msingi sana, kwamba tuna malengo ya 2025 kwamba ifikapo mwaka 2025 Watanzania wote watakuwa wanaishi maisha yenye staa kwa maana ya vitu vyote hivi, na hili ni mpango pia wa ile Global Sustainable Goals nafikiri, GDP, SDG. Swali ambalo ndiko hapa tujiulize, how are we going to achieve that? Hivi kabisa tunaamini clearly kwamba tunakwenda kuachieve hiyo goal? Na mimi nitegemea na nitamani sana kwenye mjadala wenu
mngetuambia kwamba hiki kitu ambacho kipo tayari kwenye mipango, na sasa hivi kwenye bunge hili tunakwenda kupitisha mpango wa maendeleo 2018-19, unataka vitu gani kuachieve kwenye hii goal ya 2025, na nitegemea pia sisi kama vijana kuwe na mjadala wa kitaifa wote, hao wenzetu wenye mashirika, sisi wabunge, how tuna push vipi kwenda kwenye hii goal, kwa sababu kiuhalisia hata hapa ninyi mmesema, lakini ukiangalia kwenye changamoto zenu ukurasa wa pili kwenye hali halisi unasema pia tafiti nyingi zinaonyesha kuwa asilimia kubwa ya vijana walioajiriwa hawana ajira rasmi zenye mikataba, hawajajiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii wala bima ya afya, kutokana na vijana wengi kutokuwa na mikataba ya ajira, hali imepelekea kukosa fursa na nini. Kwa ukisoma tu hiki ambacho nimekisema, ninyi mmekisema tayari, unakuja kupata picha kwamba hii goal yenyewe haiwezi kuachieve. Hiki ni kitu kikubwa sana. Unakuja kwenye pepa wanasema juhudi zilizofanyika ni kwamba serikali imetenga hizi imepitisha sheria ya 4%. Kwanza in fact hii ilitungwa, hii ilikuwepo, haya maagizo yalikuwepo kabla hata ya Rais Magufuli, ilikuwepo, that's a fact. Lakini sasa hivi nafikiri imeingia sasa, imekuwa enforced by law. Lakini this 4% ambayo ni on source, ukiangalia kiuhalisia sasa hivi halmashauri nyingi mapato yameshuka kwa sababu on source imepunguzwa. Serikali kuu imechukua fedha nyingi kutoka kwenye halmashauri, vyanzo vya mapato, kwa mfano vingi, si mabango, si hizi nyumba umechukua nini serikali, which means this 4% inashuka pia. Sasa tunakwenda kuachieve vipi kwenye 2025 kama hiki chanzo cha mapato chenyewe ambacho ilikuwa ndio kingesaidia? Na bunge wengi umeona hapa wanasema kwamba hizi fedha za vijana, lakini hizi pia zinashuka chini. Kwa unaona kabisa kwamba, lakini kingine, kwa miaka hii tangu tumeanza huu mpango wa kufanya uhakiki, serikali ambao ndio mwajiri wa kwanza kwenye nchi yetu kapunguza kuajiri ama ajiri, unakwenda kuachieve vipi 2025 ego? Yani ajira sasa hivi nyingi zimesimama. Kwa hiyo na sisi katika nchi yetu mwajiri wa kwanza ni serikali, ambaye sasa hivi amesema kuajiri kutokana na kazi ambazo wanazifanya, which means ni kwamba tunakuwa stuck, na kama sio kwa stuck tunazidi kurudi nyuma, ambapo pia ninafaa kwenda kuachieve hiyo goal 2025 aipo. Initiative iliyofanywa ambayo mimi nilikuwa ninaunga mkono sana, asilimia kubwa ya vijana wako vijijini wanafanya kilimo, asilimia kubwa sana wanafanya kilimo. Ile sheria ambayo juzi tulitunga ya kufanya wale mkulima apite na tani moja bure free, that was nice approach and I appreciate it kabisa. Ile ingefanya kwamba kilimo kiweze kutoa heshima, kiweze kulisha watu, kiweze kutoa ajira nzuri, kwa sababu tayari halmashauri ambayo ilikuwa inaweza kuchukua hizi kipato cha wakulima kinaambiwa acheni hao vijana hao wakulima wafanye. Lakini unakuja kujiuliza, hiyo nia njema iliyopo inafanyika? Ni kweli kwamba wakulima wanapata unafuu huu? Mimi kwenye jimbo langu alikuja Rais Magufuli na nilimwambia kwamba hii swala la vijana la kilimo, hii nafuu ambayo bungeni ambapo sisi kama bunge tuipitisha huko ifanyiki. Hakuna kitu kama hicho. Halmashauri bado wanachukua hizi fedha, wakamata hao wakulima. Kwa hiyo sasa nakuta tunakwenda mbele, tunarudi nyuma, tunakwenda mbele. Kwa mimi niseme pia bado nilikuwa nataka niseme kwenye hii sera ya vijana,
tumepigana sana tupate sheria ambayo inatambua baraza la vijana, lakini mpaka leo bado. Mimi niwaombe wabunge wenzangu na niwaombe vijana wenzangu wote ambao tupo hapa, hebu tufanye siku moja na nyinyi msaidie, tuwe na mjadala, tuijadili 2025 hii goal ni kweli tunakwenda kuachieve, na kama tuiachieve tufanye vitu gani, serikali tuiambie nini. Ukiangalia budget ya nchi inalenga kwa asilimia ngapi kusaidia vijana specific, you don't see it. Asanteni sana na mimi nina machache kidogo ya kuongeza, lakini kabla sijaongeza, nadhani kama tumesomana vizuri kwenye mjadala ni kana kwamba majukumu mengi tunaingiliana, kwa maana ya kazi ambazo sasa inabidi wafanye bunge na sehemu kidogo ambayo serikali inabidi ifanye. Kwa hiyo hakuna kusema kwamba hii ni kazi ya wabunge. Zipo chache kama mfano hizo za utungaji wa sheria na nini, zitabaki sehemu ya bunge, lakini kwa maana ya kutoa elimu na sehemu nyingine ni sehemu ambazo zinahitaji mashirikiano na kuna sehemu zingine pia ambazo serikali inabidi izichukue na imani Diana na mwenzie watawakilisha kuhakikisha kwamba haya yaliyojadiliwa hapa yanafanyiwa kazi. Na kwa mchango wangu kidogo tu kwamba kwa maana ya juhudi ambazo zimefanyika, mwasilishaji alisema kwamba serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu imeandaa mwongozo wa wafanyakazi wafanyakazi tarajari National Internship and Apprenticeship Guideline, ili kuwajengea uwezo na kuwasaidia vijana kuwa na uwezo wa kufanya kazi katika soko la ushindani. Mimi hapa nina wazo kwa serikali ambao ninaomba mlichukue na mlifanyie kazi, kwamba tusiishie tu kwenye kufanya guideline alafu wanaotoa internship ni wengine. Serikali yenyewe haitoi fursa kubwa sana ya kutoa hizo nafasi tarajari kwenye ofisi zake. Serikali yenyewe haiweki mazingira wezeshi kuhakikisha ya kwamba hawa vijana wanapata hiyo nafasi ya kufanya kazi hizo tarajari katika maeneo hayo. Na kama hivyo ndivyo, maana yake ni kwamba tunakuwa na vijana wengi ambao bado ile sababu ya kutokuwa na uzoefu inakuwepo, wakati serikali pia ingeweza kulifanyia kazi na kuhakikisha kwamba walau ile experience ile inapotea. Ile sababu ya kutokuwa na experience inaisha. Nilikuwa na mazungumzo na rafiki yangu tu mmoja kutoka Uganda. Wao wana kama organization maalum ambayo serikali imeunda, mfano kama agency ambayo serikali imeunda maalum kwa ajili ya kusaidia ajira ambazo sio rasmi na kusaidia pia vijana ambao wamemaliza vyuo na nini kwa ajili ya swala zima la hizi ajira tarajari. Na serikali inapata misaada mbalimbali na pesa mbalimbali kutoka kwa wahisani, na serikali pia vile vile inatenga budget kwa ajili ya hiyo agency. Hasa hiyo agency inaondoa changamoto za nauli kwa vijana kwenda kazini, inaondoa changamoto za makazi ili vijana wanapoenda kufanya hayo katika kazi kwenye maeneo hayo. Kwa unakuta vijana wanaotolewa mjini, amemaliza chuo, anaenda anapatiwa kazi kijijini. Lakini serikali kwa kupitia ile agency inatoa facilitation fee. Inampa kijana hela ya kumwezesha walau atakuwa na uwezo wa kupata nauli, walau atakuwa na uwezo wa kupata hata chakula kidogo. Yaani serikali inachangia kidogo ili aweze kukaa kule na kuweza kufanya kazi. Haichukuliwi kama ajira, wala sio hela ambayo itatozwa kodi. Wala sio hela inayotozwa kodi. Ni hela ambayo mtu anapatiwa kidogo ambayo inamwezesha yeye mwenyewe kwa ajili ya kupata kazi. Kwa hiyo kwa mfano kama wa Tanzania ambao tuna mikopo, mtu anaweza kusema inaweza kafanywa extension kidogo ya mwaka mmoja, akaendelea kupokea hela, alafu baadaye ile hela akairudisha yeye mwenyewe akishapata kazi. Kwa hiyo tumemsaidia, amepata uzoefu wa kazi kwa mwaka mmoja, alafu tumemsaidia wala kupunguza asikae nyumbani miaka 4 aje tulipe mkopo wetu baada ya hiyo miaka 4 naanze kutulipa. Kwa hiyo tumemsaidia, ameweza kupata mafunzo, ameweza kupata internship kwa baada intern, amefanya kazi kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo tatizo la uzoefu limeisha. Kwa hiyo sasa anapata kazi, anaanza kutulipa
hela ambayo tumemkopesha kama serikali pia mapema. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo linawezekana, na ninaomba pia wizara ichukulie hili, ione namna gani inaweza ikalifanyia kazi. Na swala lingine pia serikali ione namna ya hata kubadilisha haya majeshi yetu kama JKT. JKT watoto wanaenda baada ya kumaliza form 6. Baada ya kumaliza form 6 ndio wanaenda chuo. Serikali inaweza kusema badala ya watoto kwa wanaenda wamemaliza form 6, sasa wanafunzi waende baada ya wamemaliza chuo kikuu. Wakakae JKT miezi 3 ya kawaida, alafu miezi 9 akapangiwe kokote kule akafanya. Sawa, si ni wasomi sasa tayari. Kwa hiyo kwa ile miezi 9 ile hela tunayompa kama facilitation fee, tunajua kabisa huyu mtu amemaliza JKT, amefaulu, sasa tumempangia ameenda kijiji na Mtumbo, anafanya kazi na tumempa facilitation fee. Kwa tunakuwa na uwezo wa kumfuatilia huyu mtu na kujua amekuaje. Kwa hiyo JKT ile amemaliza, sasa yuko kazini, ameitumikia nchi yake, amejitolea, kama ni kijijini kufundisha, kama ni huduma za kilimo. Kwa hiyo unakuta kwamba serikali ina tatizo la kupata ajira. Kwa maana mfano kwenye matatizo kama ya kilimo na ufugaji tunakosa wataalamu. Lakini kama kwa kutumia interns, serikali inaweza kuwa na uhakika wa kupata watu ambao inawaajiri kila mwaka bila kuingiza watu ambao ni rasmi kabisa kwa kipindi hicho. Tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo ni wazo ambalo serikali inaweza kuona gani vipi inaweza kaifanyia kazi. Na swala lingine ambalo na bunge pia tunahusika ni kuhusu vyama vya wafanyakazi. Kama wabunge tunawajibika pia vile kuona namna gani vipi tunaweza tukasukuma mabadiliko ya sheria hizi ambazo zinaongoza vyama hivi vya wafanyakazi ili viwe na meno zaidi. Kwa unakuta chama cha wafanyakazi kipo lakini hakina meno. Hakina kazi kubwa ambayo inaweza kufanya kuhakikisha kwamba inawasaidia wafanyakazi ambao wako chini yake. Kwa hiyo sisi tuna wajibu, asasi mna wajibu kwa maana kuendelea kupigia kelele kwamba hivi vyama havina meno, lakini na vyama vyenyewe pia vina wajibu wa kujipigia kelele kwamba hatuna meno, tunahitaji meno zaidi ili iweze kuwa na kazi. Na ninaomba ni sehemu nyingine ambayo naomba niongezee kidogo ni kwenye sehemu ambapo msema wabunge kwa kushirikiana na Zaki hususan za vijana wafuatilie utolewaji na matumizi ya fedha za mfuko wa vijana ili zifikie malengo yake. Kuna tatizo kwanza la upatikanaji wa pesa kwenye baadhi ya mashauri. Kwetu Geita, hasa Geita mjini na kijijini ambao tunapata fedha kutoka mgodini. Ni rahisi tunapata pesa za kuwapa vijana kupitia hizo 442 percentages. Lakini maeneo ambayo vyanzo vingi vya mapato vimeondolewa ni changamoto. Sasa hii sio kazi ya mtu mmoja. Kama ambavyo tumepiga kelele miaka nenda rudi kuhusu hizo, zamani kwa tunazungumzia 10%, 5 ya vijana, 5 ya wanawake, sasa tunazungumzia ni 442. Je, kama asasi tunachukua nafasi gani kupigia kelele kuhusu vyanzo vya mapato? Kwa hiyo ndani ya wabunge wanaongelea sana kuhusu serikali kuachia vyanzo vya mapato virudi kwenye halmashauri. Lakini kelele ikiwa kubwa na kutoka kwa watu wengine ambao sio wabunge, nadhani inaweza ikaleta matunda ambayo ni mazuri na kwa faida ya nchi kwa pamoja. Na swala lingine ambalo naomba tukumbushane sana kwamba ukiangalia wasilisho hili hakuna mahala rasmi ambapo tunawataja vijana walemavu. Hakuna sehemu rasmi ambayo tunawataja vijana walemavu. Si ndio vijana wa Zaki, si ndio jamani? Lakini hawa ni vijana ambao wana changamoto kubwa sana. Yaani kijana mzima changamoto anazozipata ulipopata ajira, kijana mlemavu anapata changamoto maybe even thrice as much. Kwa sababu mtu mfano kwenye private sector akiambia kwa ajili mtu ambaye anatumia baisikeli anataka watu kukimbizana hapa na hapa, ni taasisi chache sana ambazo zinaweza kuchukua mtu mwenye baisikeli au mwenye akili ambaye amefanya vizuri interview akamwacha mzima ambaye ana miguu yake. Kwa lakini hatuhitaji ubaguzi wa namna hiyo ufanyike katika kuhakikisha kwamba walemavu hawa wanapatiwa kazi. Na hili naomba nirudishe tena kwa serikali ambao ndio waajiri wakuu ambao tunategemea wao ndio wangekuwa pamoja na kuhakikisha kwamba walemavu hawabaguliwi, wanaajiriwa na private sector.
lakini kama serikali inabidi ichukue jukumu la kwanza kuhakikisha kwamba inawaingiza hawa watu walemavu. Hatutegemei mlemavu asubiri miaka 2-3 kupata ajira. Yaani kwa sababu ni wachache. Kwanza ni wachache wanaoenda shuleni. Ukimaliza chuo kikuu huwezi kukuta darasa lina walemavu, huwezi kukuta darasa lina walemavu 50. Huwezi. Utakuta labda UD labda wana walemavu labda 10. Utakuta Darwaha wana walemavu 5. Utakuta St. Augustine wana walemavu 2. Kwa serikali walau iweke mpango wa upendeleo kwa watu wenye ulemavu kwamba wamalize shule wapate ajira hapo hapo. Imradi mtu amefaulu, ana sifa za kuajiriwa, basi serikali itoe nafasi ya kwanza walau kwa walemavu. Kwa sababu wengine pia wanatoka kwenye familia ambazo ni za kimaskini sana. Sasa unamtoa ameshapata fursa ya kielimu, hana msaada mjini, hana sehemu ya kukaa, inabidi arudi tena kijijini. Akakaa huko asubiria ajira ambayo inaweza ikapata baada ya miaka 3, baada ya miaka 4. Hawezi kuzunguka kama mimi kwenye daladala kila leo kutafuta ajira. Kwa hiyo walau tuwape wao nafasi ya upendeleo kuhakikisha kwamba wanapata ajira, na serikali ichukue nafasi ya kwanza kuwatafutia ajira. Lakini pia vile vile serikali iendelee kusukuma kama ambavyo serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba mwanamke anayebeba mimba, mwanamke hazuiliwi haki yake ya kuzaa. Mwanamke hazuiliwi haki yake ya kuzaa kwa sababu tu ameajiriwa na private sector. Basi serikali pia iendelee kusukuma na kuweka nguvu kuhakikisha kwamba walemavu hawabaguliwi katika nafasi ya kupata kazi, na organizations au mashirika binafsi yalazimishwe kuwa na mazingira wezeshi na rafiki kwa ajili ya hawa watu walemavu ili waweze kupata kazi. Kwa hiyo kigezo kingine ambacho serikali inabidi angalia mambo ya ajira, je, hawa watu wana mazingira rafiki? Mara nyingi tunaangalia lift na ngazi na ile ya kusukumia baisikeli, si ndio? Ambayo ni rahisi sana mtu kuiweka hapa. Lakini ukienda kuangalia ndani, sawa na facility kwa maana ya jengo chini ya walemavu kuingia, lakini wangapi ambao wamewaajiri wanaofanya kazi ofisini kwake? Kwa hiyo kama ambavyo serikali imewalinda wanawake, sasa iwalinde na watu wenye ulemavu kwenye private sector. Lakini pia serikali hakikisha kwamba inatoa direct employment. Ajira ya moja kwa moja. Akimaliza tu chuo akimaliza tu kama ni vocation training basi serikali iweze kumpatia ajira na aweze kufanya kazi. Mimi huo ndo mchango wangu. Lakini kwa sababu tumebarikiwa leo kuwa na YPC na vijana wenzetu kutoka Azaki mbalimbali. Sasa ninaomba nimwalike Israel Irunde, mkurugenzi, na yeye walau atakuwa na cha kutuambia, alafu tuendelee. Lakini asanteni sana wasilisho wazuri vijana asanteni sana na karibuni tena. Mwalimu, kuna sehemu ulizungumzia kama tutawaruhusu sisi, tuseme tu kama mikono yetu iko wazi wakati wowote ule. Yaani hata kama mkitaka kuongea na wabunge wote vijana 45 tutawaalika. Tuko wabunge vijana 45. Kwa hiyo mkitaka kuongea nao tutawaalika. Mkitaka kutoka kamati maalum pia mtatuambia kwamba tunataka mtu anayetoka kamati hii, basi tutawatafutia na tutawaletea kwenye semina hiyo ambayo mnataka mambo hayo yaweze kusukuma. Kwa hiyo tunawaahidi ushirikiano. Tumekuwa tukishirikiana siku zote kwa mambo ya kazi na mengineyo ambayo tumekuwa tukialikana mambo ambayo mnafanya. Kwa hiyo tunawashukuru sana na karibuni sana Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na Mheshimiwa Katibu, waheshimiwa wabunge wote mliofika hapa, nikitambua pia makamu mwenyekiti kwa pale, waheshimiwa viongozi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, tunawashukuru sana. Naomba niwaombe viongozi wa vijana waliopo hapa, kwa kweli tupige makofi mengi sana kwa jinsi tulivyopokelewa hoja zetu, na nitambue pia uwepo wa kuwasili kwa Bwana Godfrey Nyahisa pia kutoka ofisi ya Waziri Mkuu. Unaweza ukaonyesha mkono hapa hapo ukatupungia. Asante sana. Tunashukuru. Kwa hiyo nadhani ofisi hii inahusika na mambo ya vijana, kwa kweli wamejitoa sana. Na kuna uwezekano mkubwa kuwapata hata waziri. Last time tulimpata naibu waziri, alikuja tukakutana naye na tukaweka hoja. Kwa hivyo nilipenda nitoe taarifa ya mahusiano yetu makubwa kabisa na ofisi ya Waziri Mkuu, kwamba baada ya kukutana nao
tuliweka makubaliano, sasa tunazalisha sheria ya baraza la vijana kwa lugha nyepesi. Kwa sasa hivi tayari tunasubiria tu printer apewe ruhusa na ofisi ya katibu mkuu, ili sisi upande wetu kama YPC na Policy Forum ambao tunashirikiana tulishamaliza. Kwa hiyo wenyewe tukipata mkono tu sahihi au tayari Bwana Nyaisa yeye kuzalisha kitabu, bado tunasubiri nini? Kuzalisha kitabu cha sheria ya baraza bado kidogo, tunasubiri ruhusa ya ofisi ya waziri mkuu. Akimaliza si tunaendelea. Kwa hiyo tunapenda kutambua na kushukuru sana ushirikiano huo, kwamba mambo mengi yanaonekana yatafanyiwa kazi. Hilo kwa kweli limetupa faraja kubwa. Lakini pia mapendekezo kama ambavyo tunaona yamependekezwa, mjadala wa kitaifa, kwa maana tuwalete wabunge vijana, na sisi kama nilivyosema, project hii ambayo mnaona tunaendelea nayo hapa, tunashirikiana na shirika linaloitwa Action Aid Tanzania, na ni project ya miaka 4 na sasa hivi ndio tumeanza mwaka huu wa kwanza. Ndani yake una mijadala ya aina hiyo. Kwa hiyo tutatumia fursa hii ambayo tumeshauriwa na pengine kuongeza nguvu kutoka kwa wengine ili tupate idadi kubwa. Maana mara nyingine tukiweka tunajikuta labda idadi yetu ya 15 20. Sasa tutapata utaratibu, tukutane ili ndani yake tukute wabunge na vijana na kutoka asasi mbalimbali zenye ushawishi mkubwa kwa maendeleo ya vijana, tukutane. Hilo na sisi tunakubali kwamba tutalifanyia kazi. Tukishindwa tutaendelea kuwakutanisha hivi kidogo kidogo, lakini tuwafikie wengi. Lakini pia kushirikiana na wabunge, na sisi tumefurahi kwamba mko tayari na wabunge mko tayari kuendelea kutetea hoja hizi ndani ya bunge, na pia ofisi ya waziri mkuu naona wamesema wako tayari pia kushirikiana na sisi kama tulivyosema, kuelimisha vijana kama ambavyo walishatoa ushirikiano kuhusiana na sheria ya baraza la vijana. Sasa tutazalisha nakala nyingi ziende nchi nzima. Inawezekana sasa na hii pia wako tayari tushirikiane. Lakini hoja ya kibajeti naona umeisema vizuri kwamba tuichambue ili tuilete. Na sisi kwa sababu nadhani niliambiwa na mhasibu kwamba bado tuna kikao kimoja cha kuja hapa Dodoma kuleta hoja. Na nadhani muhimu sana, mimi nimeshangaa ili kundi wabunge hawa naona wana uwezo mkubwa sana. Unajua mara nyingine nimeona mnapoongea naona mko juu sana. Nikamwambia mwenyekiti hapa kwamba siku hizi waheshimiwa wabunge vijana mko juu mnaongea. Na sio kama wanaongea vitu tu, unajua wanaongea na touch vitu ambavyo unaona kabisa vina relevance Kwa hiyo tunaona ni muhimu tupiganie kundi hili liwepo, hata kama kutakuwa na nyongeza ya wabunge basi wengine waongezeke, lakini nyinyi tuwaombe yani mfike siku hiyo tukiwaita. Lakini pia tunahitaji mashirikiano zaidi, na umependekeza kuwa na wakala wa wafanyakazi tarajali. Hili mimi nimelipenda, na mimi kaomba serikali ichukue hilo. Wabunge kabisa yani wamesema. Sasa na sisi pamoja na kuendelea kupush, lakini naona kama wabunge wataweza kutusaidia zaidi katika kufanya hilo. Mheshimiwa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naibu katibu mkuu, mtunza hazina, nadhani mwenye fungu kubwa la mapesa ya wabunge vijana, ndugu wabunge, maafisa kutoka serikalini, kutoka ofisi ya waziri mkuu, wakurugenzi wa mashirika ya vijana, ndugu waandishi wa habari, kwanza nishukuru sana kwa ajili ya mjadala huu ambao nimeona kama umekuwa mfupi sana. Ulihitaji muda mrefu, lakini hata tukisema tutafute muda mrefu namna kuwapata hao waheshimiwa bunge huwa ni shida sana. Lakini nimefurahi kwa moyo wenu wa kujitoa, kwamba mmejitoa kuja kushirikiana na sisi. Niko naongea na Maria, anasema nimetoroka kikao cha budget. Kwa hiyo unakuta kwamba ni namna gani wameweza kuheshimu kuja kushirikiana na sisi. Lakini mimi vile vile nimependa umoja wenu. Nimependa sana umoja wenu, kwamba mnapokuwa wabunge mmejitambulisha kama ni wabunge vijana, sio wabunge kutoka vyama mbalimbali. Kwamba sasa Pendo hapa ndio mwenyekiti wa umoja wa wabunge, naibu hapa ni mmoja, hao ni kutoka vyama vingine, na ungetegemea labda wabunge wa CCM ndio wangekuwa wenye viti, lakini kwa sababu wamejifanya kwamba wao ni wamoja, wana agenda moja ya kuwatetea vijana wa Tanzania bila kujali itikadi zao, nadhani ndio hiyo, mkiendelea na spirit hiyo itasaidia sana vijana wengi kuwatetea bila kujali itikadi za vyama vyenu.
Kwa hiyo mimi nilishukuru sana kwa sababu hii ndio ilikuwa azma yetu. Hata wakati tunaunda baraza, sisi wengine tumeanza kupigania baraza tulikuwa vijana miaka ya 98 99, na hata wakati ile spirit haikuwa mbaya. Mimi wakati mwenyekiti wa vijana wa Chadema nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kongamano lililofanyika Iringa pale. Nchimbi amekaa kule anapendekeza Mng'ong'o, mwenyekiti wa vijana wa Chadema ndio mwenyekiti wa baraza, na tukaendesha mjadala kwa siku 3 bila kujali kwamba ni itikadi za vyama. Kwa sababu vijana tuna agenda ambazo ni kama tuko nyuma, tumenyanyaswa sana. Kwa sehemu ya kupigania, sisi kama tulivyokuwa vijana tulipigania kwa wakati wenu. Sasa imekuja zamu yenu. Na kuna wakati fulani nilihudhuria mkutano mkuu wa umoja vijana wa CCM ambapo Mkapa alikuwepo. Nilimwambia ni vizuri msiwahamasishe vijana, washirikisheni vijana. Bila kuwa na vijana makini katika vyama vya siasa ama serikalini, msitegemee mabadiliko. Mkitegemea vijana kazi yao ni vijana wa taifa la kesho, kazi yao kubwa kubeba mabegi, kazi ya kina mama kupamba wakati wa sherehe za vyama ama nini, hatutafika kama taifa. Na kushukuru kwamba lilipokelewa na linaanza kufanywa kazi. Na unaona kabisa mabunge tofauti ya miaka ya nyuma na mabunge ya sasa hivi. Mimi bahati nzuri huwa nakuja sana Dodoma, huwa nakaa kantini pale, nafuatilia mara nyingi mijadala yenu. Asema na uwezo mkubwa sana kuzungumza na kufikiria kwa. Na hata sasa hivi unaona Maria Zuri yake, mimi nilikuwa mentor wake wakati anaanza ubunge. Mimi nilikuwa mentor wake. Sasa hivi unakuta na uwezo wa kuzungumza bila hata ya woga wowote. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa watu wengine kwamba tuna vijana ambao tukiwaambia jamani, kama alivyosema kwamba wanatupa challenge. Tumezungumza habari ya budget, lakini imekuwa kwa ujumla. Wanasema hebu kajipangeni. Kwa hiyo ina maana tunapotaka kukutana hapa, wenzetu wana kazi kubwa ya kupeleka kule. Kwa hiyo lazima kuwe na hoja ambazo zimeshiba, ambazo zinawasaidia wao, kwa sababu wana mambo mengi. Unaweza kukuta katika yale sijima nani wamerundikiwa vitabu kibao. Sasa atasomaje? Sasa ukimrahisishia vitu vya kwenda kuzungumza, wanaweza kwenda kufanyia kazi kwa niona kwamba tulivyoambiwa saa 7, tunaomba kwanza saa 9. Tukabadilisha saa 7. Wamekuja kwa wakati. Kwa hiyo inaonekana kuna commitment gani ya kusikiliza kwamba kuna nini kwenye vijana wetu wameandaa ili tuweze kuviwakilisha. Kwa hiyo nilikuwa naomba leo tunaanza kufahamiana vizuri zaidi. Kwa umoja huu ambao labda unaratibiwa na YPC, usiishie YPC peke yake na mashirika mengine. Tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba tunaendelea kushirikiana na wenzetu hawa ili agenda yetu ya kitaifa iweze kufanikiwa. Kwa mimi nilikuwa naomba kwamba haya yaliyoandikwa na haya yaliyozungumzwa yaboreshwe ili sasa litoke andiko moja zuri ambalo hata likipelekwa sasa katika ofisi ya waziri mkuu ambayo inashughulika na mambo ya vijana serikalini, na hata wao linaweza likasaidia zaidi kwamba tumefanya kazi kubwa. Niwashukuru sana vijana kwa ndio kuanzia kesho, kuanzia jana mlifanya kazi kubwa. Wengine wakapewa assignment, wakafanya sijui mpaka saa ngapi za usiku, asubuhi mmejihimu hapa. Mimi nawashukuru sana, kuwapongeza sana. Nizidi kuwashukuru sana, Mungu awabariki sana.